Bwana, mambo vipi mwana michezo? Bwana, kuna taarifa hapa ambazo zimetufikia hivi punde kuhusiana na mdhamini wa Young African GSM, na mdhamini huyo ambaye anadhamini vilabu vingine katika ligi yetu hapa Tanzania ya NBC. Habari ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba mdhamini na mwekezaji wa Young African GSM yupo kwenye hali tete baada ya FIFA kumtaka Ghalib Said kupeleka mikataba yote kwa TFF za vilabu anavyodhamini kuchunguzwa uhalali. Inadaiwa kuwa mikataba yake inapelekea kupanga matokeo, na ikibainika kuwa kweli basi hataruhusiwa tena kutangaza biashara zake kwenye mchezo wa soka. Mpaka sasa hivi haijafahamika ni watu gani waliokwenda FIFA kuichoma Yanga na GSM. Unaambiwa kama mikataba hiyo itakuwa na kipengele cha kupanga matokeo, basi adhabu mojawapo ni kwamba vilabu vitakatwa alama nyingi na ikiwezekana kunyang'anywa ubingwa. Hii ndiyo kashfa nzito ambayo GSM wanaibeba, na inawezekana mambo yakaenda vibaya. Kitu kingine, inadaiwa kuwa mdhamini wa klabu hatakiwi kudhamini klabu zaidi ya moja ndani ya ligi moja. Hii inakataliwa kwa hofu ya kupanga matokeo. Jambo hilo limeleta mjadala mkubwa kuona mdhamini akishuhudia timu zake zikicheza pamoja, kwa kuwa uwezekano wa kupanga matokeo unakuwa mkubwa sana. Mikataba ipo lakini haijapitiwa na TFF. Kama kuna mtu kaenda kutoa taarifa FIFA, maana yake ana uhakika kuwa mikataba hiyo ina shida. Ikumbuke kuwa mpaka mishahara ya vilabu vidogo anavyodhamini GSM amekuwa pia akichangia kulipa mishahara kama anavyofanya kwa Yanga. Hii inakuwa ngumu sana mpira wetu kuchezwa kwa haki, kwa sababu bosi ndiye anaweza kuamua nani ashinde ili kulinda maslahi yake. Ikumbuke kuwa Yanga pia wapo tena kwenye mchakato wa kurudia kupeleka kesi yao CAS ya kugoma kucheza Kariakoo Derby, lakini kwa sasa imekuwa zamu yao kukutana na rungu zito la FIFA linaloweza kuharibu hatima nzima ya malalamiko yao. Je, unadhani ni nani ambaye amepeleka msala huu FIFA kuichoma Yanga? Toa maoni yako hapa katika channel yetu hii ya Michezo Extra.